Mchezaji gani mwingine ambaye katika uwanja mchezaji wa Simba pengine alikuwa anakupa ugumu zaidi ukiachana na Anthony Mligo? Alikuwepo yule Aula hiyo. Kumkaba huku kama maki anakuja na Mligo, kwa inabidi tena wewe winga ndio utoke kutoka kumkabe pamoja na fullback wake. Winga na fullback yake inabidi ukabe wote tena. Kwa hiyo inakuwa kazi. Unajua tena ushambulie uwezi, nguvu inakuwa ishapungua nyingi. Miongoni mwa wachezaji ambao wamekuwa na kiwango kizuri sana katika mchezo huu wa Simba dhidi ya B19 FC ni pamoja na ndugu yangu hapa jezi namba 12. Hem, tuambie kwanza unaitwa nani? Kwa majina mimi naitwa Cosmas Lucas Andrea. Ilikuwa rahisi ama ngumu kiasi gani kuweza kucheza na Simba? Ni ngumu kutokana na hii ni timu kubwa, afu ukiangalia wengi sisi hapa kucheza mechi hizi ndo mara ya kwanza, wengine kwa hiyo zinatupa ugumu, lakini kutokana na maelekezo ya walimu tunafanya vizuri, mambo yanaenda. Unasema ni mchezo wako wa kwanza, bila shaka ulikuwa umeingia katika mchezo ukiwa na pressure kubwa sana. Ndio, kutokana na tushafungwa, afu ukiangalia tension ya labda mashabiki na wenyewe majina yao makubwa, ukiangalia kwa lazima uingie kwanza na wasiwasi, lakini unapopata touch hivi unavyozoea mambo pia yanabadilika, unazoea. Tukasema kwamba pressure kuna namna moja ama nyingine imeweza kupunguza ubora wako ambao tulitegemea kuuona kiwanjani. Kutokana na mpango uliokuwepo na plani, timu ilikuwa inakaba sana, kwa hawezi ukafanya vitu vyote kwa usahihi kutokana na timu inakaba mpaka uje upate mpira, unakuta nyewe muda wote umezuia kuliko nyewe kucheza. Nimeshuhudia bato lako kubwa sana wewe pamoja na Anthony Mligo. Pengine alikuwa anakupa ugumu gani wewe kuweza kufikia lango lao moja kwa moja? Ugumu kuwepo ni basi tu mipira haikuwa mingi kwa upande wangu, ndio maana imetokea hivyo. Mchezaji gani mwingine ambaye katika uwanja mchezaji wa Simba pengine alikuwa anakupa ugumu zaidi ukiachana na Anthony Mligo? Alikuwepo yule Aula hiyo. Kumkaba huku kama maki anakuja na Mligo, kwa inabidi tena wewe winga ndio utoke kutoka kumkabe pamoja na fullback wake. Winga na fullback yake inabidi ukabe wote tena. Kwa hiyo inakuwa kazi. Unajua tena ushambulie uwezi, nguvu inakuwa ishapungua nyingi. Umemzungumzia Aula. Aula ni miongoni mwa wachezaji ambao wameingia dirisha dogo hapa Simba Sports Club. Unaweza ukamzungumzia vipi kwa namna ya uchezaji wake? Wewe ni mchezaji, kwa namna ambavyo umemuona, namna ambavyo anacheza, unamzungumziaje? Ni mchezaji mzuri, mchezaji mzuri. Si pia ambao tunatamani tufike kama alipofika yeye au anavyocheza yeye. Hivyo ni mchezaji mzuri, anaisaidia timu, tunaona watu wanampenda hivyo. Bila shaka kama winga pia kuna kitu ambacho umejifunza leo kutoka kwa Aula. Vingi najifunza kutoka kwake. Rotation vizuri, ipo vizuri. Unaweza ukashare na sisi kidogo japo viwili tu ambavyo umeving'amua kutoka kwa Anicet Aula? Anapopata mpira kwanza, yani anakuface wewe. Kwa anapokuface wewe kama ni fullback au labda ni winga unamkaba, kwa lazima yani uweke umakini, bila umakini lazima apite. Kuna wachezaji wengi ambao wanacheza ligi kuu Tanzania bara, ulikuwa unatamani sana siku moja iwezekana ucheze nao uwanjani. Ni mchezaji gani hapa kutoka Simba Sports Club umefurahi kucheza naye uwanjani? Mimi nimefurahi kucheza na wote. Tukawa nawafuatilia, timu nzuri. Kwa wote nimefurahi kukutana nao hivyo. Unazoea unapokutana na wachezaji wakubwa hivyo, unapata pia experience. Una Anicet Aula na Pacome mbaya. Pacome mbaya. Kwa nini Pacome? Labda experience ambayo anayo kwenye ligi mpaka sasa hivi? Experience. Mchezaji mzuri, mpira hautoki mguuni kwake kirahisi. Yaani ni mchezaji ambaye unavutiwa naye the way anavyocheza. Anavyocheza yani mpira, yani ni mtu ambaye anaamua. Yani kuna mchezaji ambaye anakuwa ile machachari, lakini ule ni anaamua, yani anaweza kaamua akatoka katikati mpaka akafika golini akafunga mwenyewe au akaassist. Na mimi na swali moja. Tukiwa tuko chini tunakuwa na wanasema kuna mashabiki wa Simba. Wewe kwa upande wako uko upande gani? Swali gumu. Mimi ni mshabiki wa mpira mzuri. Mimi timu yoyote nacheza mimi, ambayo italeta ofa, ambayo itaona kipaji changu. Lazima kuna mmoja tu ambaye ataongeza, hawezi kufanana zote. Sana Yanga. Sana Yanga ni timu ambayo baba yangu mimi anaipenda. Yaani kwa toka nipo mdogo pia mwenyewe ile sijaanza kucheza mpira, yani nikimzee lazima nipeleke nikaangalie yani mechi za Yanga kwa. Umesema sana Yanga. Afrika ni timu ambayo hususan inapenda kama kutumia mawinga kutengeneza mashambulizi. Na wewe ni winga. Mchezaji gani wa Yanga Afrika ambaye anakuvutia zaidi tangu unakuwa? Baba
unasema alikuwa shabiki wa Yanga. Mlisho Alfan Ngasa. Mlisho ni Alfan. Mlisho ni Alfan Ngasa na Juma Abdul. Sasa hivi mawinga ambao wapo Yanga? Mawinga mimi kwa sema kweli mimi ni winga lakini sio typical winga. Maana mimi nilikuwa ni fullback. Kwa hiyo mimi navutiwa sana na hizo Patrick Mwenda anavyocheza pale Yanga. Pacome pia Pacome Maxi. Wananivutia sana. Basi tukuache ukafuturu. Shukrani sana.